Walitafuta jua walipati. Lakini kuna wale ambao nakaa Dar es Salaam wanasema kaa jua kali. Jamani, pia tusisahau lile joto letu pendwa limeanza kurejea taratibu hapa mkoani Dar es Salaam. Kwa shirikisho la kuoga usiku na mashirika mbalimbali ya kuoga mara 3 kwa siku yanaanza kurejea Dar es Salaam. Hao mashirika yapo bwana. Kulikuwa na ule umoja wa kuoga mara 1 kwa siku Dar es Salaam. Sasa ule umoja kidogo umeyumba kutokana na kulikuwa na hali ya kibaridi fulani, lakini sasa kama ilivyo welcome form 5 tuna welcome joto Dar es Salaam, sawa? Kwa kama unatoka mkoani kuja Dar bwana, Dar kijoto kinaanza, ila sio kama lile joto la mwaka jana mwaka juzi. Ile ilikuwa adhabu ile ilikuwa balaa. Kunako teknolojia bwana, mambo yakoje? Super Technology, your super breakfast. Haya bwana, mambo ya teknolojia ndio ambayo nakwenda kuangazia hapa. Na bwana, haya mambo ni mazuri sana kwa sababu nakufahamisha kwamba wanasayansi kutoka kampuni ya teknolojia ya NevaRem Space iko pale nchini Marekani wamefanikiwa kufanya jaribio la kwanza la mawasiliano kati ya watu wawili wakiwa katika ndoto. Unashangaa nini? Haujasikia vizuri? Mimi mwenyewe nimesoma hapa na shangaa. Kwa sikushangaa wewe. Yaani wanasayansi kutoka kampuni ya teknolojia ya NevaRem Space nchini Marekani wamefanikiwa kufanya jaribio la kwanza la mawasiliano kati ya watu wawili wakiwa katika ndoto kwa kutumia vifaa maalum vya mfumo wa lugha unaoitwa REMNEO. Waliweza kutuma neno moja kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, wote wakiwa wamelala. Hivi na sisi lini tutaanza kufanya mambo yanaonekana ajabu ajabu? Haya bana. Sasa bana, hiyo kampuni nasema huu ni mwanzo wa teknolojia itakayowezesha watu kuzungumza au kushirikiana wakiwa ndotoni siku za usoni. Sasa kazi ipo kwa sisi ambao huwa tunaongea usiku tukiwa tumelala. Kwa mujibu wa watu ambao huwa nao karibu, binafsi mimi hilo tatizo limeshanitoka. Mimi nilikuwa bwana na mimi na shida huwa nikifanya baadhi ya mambo mchana, usiku yote nayazungumza. Natumani naye ameshawahi kukukuta yaani kuna mambo unafanya mchana bwana, usiku unajikuta yote umesema yote. Na kwa mujibu wa waifu huwa nasoma sana taarifa habari usiku. Pale kwenye utajiri wa habari sababu nakuta mchana bwana naandaa taarifa za habari kutwa nzima mpaka naenda studio pale. Sasa nikifika bwana nikiwa nimelala, kwa mujibu wa mama hizi, mimi huwa ninasoma taarifa ya habari usiku. Ila hilo tatizo linapungua, nashukuru Mungu kwa sababu kuna siku nitakuja kuyasema mambo mengine niliyofanya mchana, watu wakashangaa huyu jamaa vipi. Sasa wanasayansi bwana huko Marekani huko wana hivyo vifaa ambavyo kufanya jambo bwana mnawasiliana mkiwa ndotoni. Hivyo vifaa vikifika huku Afrika mambo yatakuwaje? Kumbuka vile vile tuna zile ndoto za watu ambao
wanakuwa kama wameamka lakini hawajaamka. Kuna story bwana ziko hapa kwetu, hata hapa Bongo. Mtu anaamka, anaenda, anawasha moto, anaweka chai, kumbe hajaamka. Anamaliza na koroga, anatia kwenye thermos, anatoka zake hapo, anatoka nje, kumbe hajaamka huyo mtu. Sasa wana sasa sija kamix mambo.